Unabishana mimi. Hizo nguvu umekuwa nazo. Ni wewe mkuu. Kama mimi nakupatia nguvu, unapaswa uniamini. Nimesema mwache na uondoke. Kumbe bado ananichezea Sasa anachokitaka atakipata. Kama anapita juu mimi napita chini. Tutakutana huko huko. Imechafuka Manembo na mazungumzo na wewe. Hivi ni kweli wewe kunifanyia haya? Mbona sikuyatarajia kwako? Unanishangaza sana. Haya yapi? Baba, wewe kunitoa mimi ufahamu akili na kunifanya kama mke wako, nikupikie, nikufudie na kushia kitanda kimoja na mimi. Na kwa nini unaniita baba yako badala ya mume wako? Sio mume wangu wewe. Wewe ni baba yangu. Kumbe Kipunje ana haki ya kutokuniheshimu kama mama. Kwa nini ulinifanyia? Sawa. Kwa kuwa ushatambua kwamba mimi ni baba yako, nakupa onyo. Usije ukamwadisia mtu yoyote kuhusu hichi kinachoendelea kati ya mimi na wewe. Na endapo nikija nikasikia huko mtaani au kamwambia mtu, basi utajuta sana. Endelea kuwa mke wangu. Na huyo aliyekuambia mpaka akakupa ufahamu, na yeye pia ajipange. Lambwi. Wewe na huyo wote visokolo kwinyo, fuata amri yangu. Machozi yamekuwa mto wa safari. Kila usiku, kila asubuhi, najiuliza mbona njia ni giza, majibu yamejificha, moyo wangu unalia. Mbona Mungu, mbona umeniacha, kilio changu hakifiki mbinguni. Mbona Mungu, mbona umeniacha, nisaidie, nifunge njia. Stani! Labda anakupokea. Naomba unifuatie fimbo. Stani, naomba unifuatie fimbo. Kwa nini?
Anyosha mikono. Geuza. Nataka uniambie, siku 3 nzima hauendi shule, ulikuwa wapi? Umenizungusha kote tukitafuta nguo za shule, lakini matokeo yake ikaisha tu hivyo hivyo juu juu. Leo nimekutana na mwalimu, ameniambia hauendi shule, una siku 3. Huo unaondoka hapa asubuhi, unaniaga unaenda shule, na ninakupa na hela ya matumizi. Unaweza ukaniambia wewe unaenda wapi? Stani, naomba uniambie. Stani, naomba unijibu leo. Wewe unaenda wapi? Utaki kuongea? Sasa hivi una kiburi, si ndivyo? Nyosha mikono. Nyosha mikono Stani. Nyosha mikono. Sitona nipigaje kama hivyo? Mwenyewe mwanaume naweza kutafuta maisha yangu. Kwani shule nini? Anatokeza huko anapitia huko. Niache kwanza. Stani! 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 Machozi yamekuwa mto wa safari. Kila usiku, kila asubuhi najiuliza, mbona njia ni giza, majibu yamejificha, moyo wangu unalia. Mbona Mungu, mbona umeniacha, kilio changu hakifiki mbinguni. Mbona Mungu, mbona umeniacha, nisaidie. Kipunje. Vipi utumbo? Mbona kama unaonekana foleni hapa kwenye utawala wangu, afu umenitaja jina langu, kuna noma? Hamna. Ila kuna mtu nimekufananisha naye. Mdogo wangu nilimpatia pesa aende sokoni, akachukue mzigo. Akiwa njiani kuelekea huko alikutana na vijana 3, wakamtapeli hiyo hela. Kwa maelezo yake vijana 2 hawakuwakalili, lakini mmoja anafanana na wewe. Na katika kuulizia walisema kijana anaitwa Kipunje. Sasa utakuwa ni wewe. Sikia nikuelekeze. Hujanifananisha la nini, afu mimi wasifananishe ovyo ovyo na watu ajabu. Mimi ndo Kipunje, alafu ndo huyo ndo chukua hela ya mdogo wako. Kwa sababu kajipendekeza kwenye 18 zetu tukaishi naye. Kama unavyojua sala leo pesa makaratasi hapo wenyewe, shukuru karudi mzima hivi. Asa tunafanyaje? Maana maisha yangu mimi ndo naijua mwenyewe. Hizo habari za kufanyaje mimi sielewi. Hela mimi nishaenda, nishatumia, nishafanya starehe zangu, kila kitu nimemaliza hela. Sikiza nikuelekeze. Tukikutana tena pita kushoto. Usije ukajichanganya ukanipiga mkono, kwa sababu mimi siwezi kushindana na utumbo unaoliwa na ndizi. Kwa hiyo ukijichanganya utaona roho yangu ya pili. Haya nimemena jamani. Piga makati chawi, unajua wandembwe kale amba asumbui na mzao sitakuwa kama chai. Oi mwanangu wa Manzese. Oi. Subhanallah. Astaghfirullah. Blaza huyo generali. Unajifunza ngumi nyumbani. Unataka kuwa Tyson?
Tyson wapi naye blaza hapo kwenye gadi, si unajua zile mzee wangu. Ana hapo kwenye gadi yani. Alafu nikwambie kitu. Mimi sitaki kuteteleke ujue blaza. Si unajua zile. Sio mtu from nowhere hata anakuja na kukusagusa na kushikashika, sijui nini kimtundolistinizations. Oya. Hapo kwenye ulinzi. Sawa. Na uliniahidi kwamba umebadilika. Utaanza kujipamba Kiislamu na kisha uanze kuswali. Haya vipi? Aliyakuwa mimi kaka yako mimi nasimama msikitini. Watu nawasomea mawaidha mbalimbali. Natoa hutuba pia na darasa. Hivyo ni kwamba unanidhalilisha? Ai. Asa hapo kwenye brother hapo ndo unaboyumba. Kwa sababu hata mashehe wenyewe au masuni chuncha nyingi. Nashangaa sijui wapi. Hapo kwenye brother bado baluza. Visu panga ngozi laini nyembe inapita operation tu. Hicho ndio sikitaki. Ama mapanga sijui nyembe nini. Hebu jitahidi kumtamka Mwenyezi Mungu kwa siku. Sio kila siku hayo tu unayong'ang'ania. Utajuta. Tu baluza. Kwenye apiga moja hapo na kama na mkipunje na mpigisha moja. Au sio brother? Oya Ngoja nije huko. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Siwa mambo. Poa, umelifahamu vipi jina langu? Mimi nimelifahamu jina lako kwa sababu wewe ni rafiki wa mdogo wangu Subira. Na kama una kumbukumbu jana tumepishana wakati wewe unatoka pale nyumbani. Nishakumbuka. Vipi Subira naye anaendeleaje? Mdogo wangu yeye ni mzima wa afya kabisa. Vipi na nyie hapa nyumbani mko poa wote? Sisi tunashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Nikimaanisha kwamba sio muonekano tu, mpaka tabia. Kwa sababu ulivyoweka tu rafiki na mdogo wangu amebadilika. Amekuwa mwema sana, na maanisha msikivu. Asante. Ila samani, muda wangu hauruhusu kuendelea kupiga story na wewe. Maana nina kazi nyingi za kufanya. Hata usiwaze. Mimi nimepita hapa kukusalimia tu. Uwe na siku njema. Sawa. Kakake Subira. Haya na mimi Subira kumbadilisha tabia. Ni kweli wana yake mengine. Nimechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wao. Hivi wewe Kipe, ni zamu ya nani kufanya usafi chooni leo? Napoteza kumbukumbu. Au labda tu ni yangu. Itakuwa tu ni yangu hapo. Hapo ni mimi nahusika kwa kweli. Unajua wewe unazingua sana wewe. Mbona unakuwa kama una akili timamu bwana? Hebu tulia kwanza. Kadogo! Abe? Hebu njoo. Bwana, Kadogo unamuona huyu? Huyu anataka kufanya sisi ni wajinga. Hivi, toka tumepanga kwenye nyumba, bwana nyumba katupa ridhaa ya kukaa hapa kwake. Tushakukosana kwa swala la usafi? Hapana, kwani siku na ratiba ya zamu? Sasa huyu Taila, namuuliza kuhusu swala kufanya usafi chooni, ananiambia kwamba ni zamu yangu na mambo yangu ya kufanya na kazi zangu nyingi za kufanya. Maana yake nini sasa? Si ushamba huu? Mshamba mkubwa huu. Ngoja kwanza. Umesema nini hapo? Sio mshamba tu, sema kutoka Geita. Endelea kumhoji huyo demu. Kwani kaka una shida gani? Kama uko busy, si unaweza kanipata mimi na nikakufanyia usafi au? Kelele kenge! Hata wengi. Eti nikapenda kafanye usafi. Yaani kinaangalia tu langu inaenda na ATM na mna mahela. Kula kwenye mimi ya shida. Nataka nipate kaugali hapo kidogo na katameka kurumangia mdogo niweze kufresh mind kwenye tumbo pajisikie kuyagara. Alafu nakuja kunalala nitoe hela. Eti kafanya usafi. Wewe endelea kuelekeza hapo, sikiliza kikao.
Kata. Naona huyu anataka kunitibua tu kichaa changu. Leo mwenyewe nimeamka niko safi kabisa na uhakika wa maankuli. Sikia, mimi nitaenda kufanya usafi. Yes, anajizima. Kuhusu hilo swala atashughulika na mimi. Kadogo, yani huyu kwa lugha za kigeni unasema kwamba ni crazy man, ana akili timamu, yani mshamba chizi. Sasa tutamuonesha utaila sasa. Yes chizi, atafanya usafi huko ndani kwa lazima, mshamba wewe. Baby hello. Yaani nyinyi mwezi mkanipangia mimi namna ya kuishi. Wenyewe kavu bila tomato, nyewe kavu. Na kama mnapanga TV njama ni ame, mtanipa kodi ya kwenda kupanga miezi 6 nitaka kuhamia. Na nakaa hapa nisubiri atoke moja hapa ni mchambe. Haijaisha paka ishe. Chukulia miza mwana. Mimi ndio kipe. Supu ya mwarobaini si nyeki kwa mkubwa wala mdogo. Na usipe mjamzito, atatoka mimba. Atatoka mimba. Ameelewa. Mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wao, mwisho hakuna anayejua. Tunasubiri kama mashua katikati ya bahari kuu. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Mkela. Asada kwa ameenda wapi? Huyu mwanamke anachukuliaje? Na alompa ruksa kutoka nyumbani bila kuniambia ni nani? Aha. Kashaanza kunizoea eh? Asa huyu lazima nimuoneshe makucha yangu jinsi alivyo. Na hapa siendi kokote, namsubiria hapa. Ndime Zipenatu. Nahitaji sasa. Sasa nataka nimuonyeshe mshenzi Chendu. Lazima nimkandamize huyu. Pumbavu mkubwa. Chendu! Chendu! Afadhali umejitokeza mwenyewe. Hivyo kwa nini unapenda sana kunifuatilia? Na ulivyokuwa mbaya zaidi, umeamua mpaka kuja kunichukulia kiumbe changu. Sipo kwa ajili ya kufuatilia taratibu zako. Isipokuwa ni wajibu wangu kumnusuru kwa kila mmoja ambaye anapitia mateso kwa ajili yenu. Wewe unajifanya mtu wa msaada sana eh? Sasa nafika familia yako yote mpaka panya zako za ndani. Nafagia mmoja baada ya mwingine. Sasa hicho ulichokipanga kukifanya katika familia yangu, ni vyema ungeanza na mimi. Kumbe unaleta jeuri eh? Sasa imechafuka, mioyo imepotea. Maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo. Ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami.
yatasimama wakati upepo unavuma.